ni Dr. Jimmy tena. Leo nitakuletea faida za kutumia miwa ambayo tunasema sugarcane, lakini nitakuletea faida za kutumia mizizi ya miwa. Wengi mara nyingi wametuuliza faida za mizizi ya miwa na faida za miwa moja kwa moja. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote juu ya afya, kuna swali, kuna changamoto yote ya kiafya ambayo imekuwa ikikunyima usingizi hapo nyumbani, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako. Tumekuwa msaada wa watu wengi, na wewe pia tunaenda kukusaidia changamoto unayopitia. Kwa leo tuongelee faida za miwa na faida za mizizi ya miwa ukiwa hapo nyumbani. Kwa nini utumie miwa? Lakini ujue kwamba miwa ni chanzo kimojawapo cha kusafisha figo, ikiwa ni faida namba moja. Kwa hiyo una changamoto ya figo, basi tumie. Lakini pia kwa wale wanaoteswa na UTI sugu, UTI kali, basi tumia miwa. Ni mizuri sana, itaweza kusaidia kuondokana na changamoto ya UTI. Lakini pia kama una changamoto ya typhoid, mara nyingi typhoid huwa inaingia kwenye joints. Inavyoingia kwenye joints, basi unahitaji kutumia miwa. Kisha tumia miwa, basi utakojoa sana. Hata ile typhoid ambayo itakuwa imeshajikusanya kwenye joints, basi inaweza kuondoka moja kwa moja. Lakini faida nyingine ni chanzo cha sukari ya asili. Jamani, tunahitaji sukari ya asili. Mara nyingi sukari ya asili huwa zituzuru, huwa zitupi shida, ila sukari zile za viwandani huwa zinatuzuru. Na usitumie mua kwa sababu una sukari asili ikiwa tayari una kisukari. Kwa hiyo ukitumia, kumbuka hiyo sukari utaenda kuiongeza, utaendelea kupanda. Kwa hiyo unachotakiwa ni chanzo kikubwa cha sukari asili ambayo tunasema ni glucose. Kwa hiyo tumia kwa ajili ya kuongeza nguvu. Sukari huwa inaongeza nguvu mwilini. Lakini pia inasaidia afya ya ini. Afya ya ini inasaidia ini zidi ya madhara ya sumu ya oxide, na inasaidia kutibu ambayo tunasema ni fatty liver, ini au lenye mafuta, kuondoa yale mafuta ambayo yanapatikana kwenye ini na kuimarisha kazi za ini. Lakini pia faida nyingine, inaboresha afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Watu wenye pressure tumia sana hii kitu kwa sababu ina potassium, inaondoa changamoto ya shinikizo la damu, na ni antioxidants ambazo husaidia kupunguza hatari za magonjwa ambayo yanashambulia moyo. Inasaidia pia kupunguza uzito. Kupunguza uzito kwa nini? Kwa sababu ina fiber, ina vitamini C na inaboresha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Hivyo ni rahisi kuweza kupunguza uzito. Lakini pia ni nzuri, inasaidia afya ya ngozi. Kwa nini? Ina vitamini C ambayo inasaidia kulinda ngozi na mionzi ya jua na mali za kupambana na mionzi. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya ngozi, mikunjo, madoa, basi tumia miwa, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia kupambana na maumivu ya moyo. Kama una changamoto ya maumivu ya moyo, hii ni antioxidants na anti-inflammatory properties ambayo inaweza kusaidia kupunguza maumivu ya utumbo na maumivu ya viungo moja kwa moja. Lakini pia inasaidia kinga ya mwili, inaongeza kinga ya mwili kwa sababu kuna zinki na magnesium. Lakini pia inaboresha mfumo wa kinga ya mwili. Inasaidia kwa afya ya moyo kwa sababu kuna flavonoids ambazo zinatumika kuondoa uchochezi wa magonjwa ya moyo. Hizo ndo faida za miwa. Lakini kwenye upande wa mizizi ya miwa, hutubia kutubu changamoto au maumivu ya tumbo. Kama changamoto ya maumivu ya tumbo, tumia mizizi ya miwa. Lakini inasaidia afya ya moyo kwa sababu ina anti-inflammatory properties. Lakini pia inasaidia kupambana na maambukizi kwa sababu ni antimicrobial ambayo inasaidia kuondoa maambukizi yoyote ambayo yanatokea kwenye mkojo, kwenye njia ya koo na sehemu tofauti. Lakini pia inasaidia kupunguza mafuta ya mwili na maana uzito kupita kiasi kwa sababu ina antioxidants na anti-inflammatory properties. Inasaidia afya ya ngozi kwa wale wenye changamoto ya ngozi, basi vitiligo, basi tumia kupambana na madoa, ngozi na mikunjo. Pia cha mwisho, huwa inasaidia kupunguza dalili za homa ya vidonda ambayo ni fever, kuwa na homa mara kwa mara, basi ukitumia mizizi ya miwa itaweza kusaidia kuondokana hiyo changamoto. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza
kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Tuambie hapo chini, je, ni faida gani ambazo umeweza kuzipata kwa kutumia miwa? Kama ni mara ya kwanza, basi usisahau kutufuatilia ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.